Tumetua hapa mpaka sasa hivi nazungumza na nyie, tumekaa hapo ndani masaa 4. Mabegi ya players yote yametoka, staff yote yametoka, ila vifaa vya timu. Kati ya matukio ya kushangaza, lakini pia tunaweza kusema si ya kushangaza sana, ni matukio ambayo yamekuwa tu ni ya surprise. Ni hili tukio ambalo walikutana nayo Young Africans wakiwa safarini kuelekea Algeria wakati waenda kuwakabili timu ya JS Kabylie. Ukitazama viongozi wa Young Africans pamoja na wachezaji ni kama vile walikuwa wamesuswa airport. Yani baada ya kufika katika uwanja wa ndege kuna mambo ambayo yalikuwa yameendelea ambayo sio mazuri sana. Yani hana afya katika soka letu la Afrika, kwa sababu haya mambo tayari ni mambo ya zamani, ni mambo ambayo tulishaachana nayo. Lakini mpira hivi sasa unachezwa uwanjani na kila kitu kinaonekana. Pale ambapo mtu ana perform vizuri, basi anaweza kupata matokeo mazuri. Lakini haya mambo ya figisu kama hizi za kuacha timu airport, labda kuwachukua kuwapandisha kwenye gari alafu kuanza kuwazungusha kabla ya kuwapeleka sehemu husika, au mambo ya kuanza kupuliziana zile dawa za kupunguza nguvu au dawa za kumaliza nguvu kabisa kwenye magari na kwenye hotels, ni mambo ambayo yameshapitwa na wakati. Lakini kwa hiki ambacho alikifanya JS Kabylie kwenye kuwapokea viongozi pamoja na benchi la ufundi la Young Africans, nadhani halina afya jambo hili. Ukitazama kwenye video hii unaona baadhi ya viongozi wa Young Africans wakiwa ni kama vile wamezuba airport, kwa sababu kwenye airport za wenzetu kuna utofauti na airport zetu hapa Tanzania, ambapo sisi mara nyingi tunakuwa ni watu wa karimu, kuanzia kwenye swala la kupokea hizi timu, kwenye kuwapa accommodation, yani malazi, chakula pamoja na kila kitu. Huwa tumekuwa ni watu ambao tuna dunia yetu, naweza kusema hivyo, kwa sababu tuna moyo fulani wa kipekee. Lakini tunapofika katika nchi za wenzetu, haya mambo sisi huwa hatufanyiwi. Yani wanaona kama vile wana treat wanyama, yani sisi sio binadamu, labda kwa sababu ya ngozi zetu, lakini pia sometimes ni kutokana na ubora ambao klabu zetu zimekuwa zikionyesha. Basi hizi timu zinaamini haziwezi kupata ushindi bila ya kutumia figisu, ndio maana huwa wanakuwa wanatumia figisu nyingi sana kuhakikisha basi wanazidhoofisha nguvu timu hizi kuanzia nje ya uwanja mpaka siku husika ya mchezo. Yani wanahakikisha siku ya mchezo inafika tayari wewe umeshatoka mchezoni na unaenda kama vile kukamilisha tu ratiba. Lakini kwa upande wao wanakuwa wanajua ni kitu gani hasa wamekifanya na ni kitu gani hasa wamekilenga au wamedhamiria kuweza kufanya mambo kama haya. Haya ni mambo ambayo si ya kiungwana, kwa sababu kwenye mpira wa kisasa kinachomata ni dakika 90. Wewe utacheza vipi ndivyo ambavyo unaweza kupata matokeo. Lakini katika kufanyana figisu ambazo zinakuanza kutoana nje ya mchezo mapema kwa vitu kama hivi, haya mambo yanafanya soka letu kukosa nguvu na kutokuwa na afya zaidi. Na tazama, hiki ndio kitu ambacho kilitokea uwanjani, ambapo Young Africans alitakiwa pokelewe na mwenyeji wake klabu ya JS Kabylie, ambapo watu wanaweza kuhoji kwamba mbona wao wakija huku kuna muda wanakataa usafiri ambao wanakuwa wamepangiwa. Issue inakuja kwamba hizi timu zinapofika Tanzania zinawasiliana moja kwa moja na balozi zao, kwa hiyo wao ndo wanakuja kuwapokea, maana kwa wanakuwa hawahitaji chochote kutoka kwa mwenyeji wao. Lakini kwa upande wetu kule sisi tunapofika, mara nyingi hata unapofanya contact na ubalozi moja kwa moja, wao wanakuwa wanatumia nguvu ama sheria ambazo zimewekwa pale zinakuwa hazina nguvu sana kwa mgeni, ambapo mwenyeji ndio anakuwa anapewa nguvu kubwa sana. Kwa hiyo lazima atakuchukua pale ulipo akupeleke hotel. Sasa ni akili yako tu kwamba unapofika hotel ubadilishe na kwenda kuchukua hotel nyingine ambayo kwako wewe utaona ni nafuu zaidi, ama utaona kwako wewe itakuwa inakupa uhuru zaidi. Lakini mambo kama haya yanapoendelea, yanaendelea kudhoofisha mpira wetu wa Afrika.